Baada ya siri nyingi kufichuka, kila kitu sasa kinaelekea kwenye mwisho wake. Je, Belan na Nana watafanikiwa kuwashinda maadui zao na kulinda mapenzi yao? Basi bana, sehemu ya 3 inaanza na Nana akiwa na wasiwasi kwa sababu Belan hakurudi nyumbani kulala, lakini baba mkwe wake akamweleza kwamba Belan alikuwa amebaki kampuni kwa ajili ya mkutano muhimu, kwa sababu pia alikuwa mshirika na mmoja wa wanahisa wa kampuni ya dawa ya Shin. Karibu Nana azirai alipogundua kwamba mume wake mwenyewe Belan alikuwa akihusika katika kampuni ya Shin. Mara moja akafikiri kwamba kama angefanikiwa kuthibitisha kuwa dawa hiyo ilikuwa hatari, Belan naye angehusishwa na kosa hilo. Akiwa ameazimia kumwambia ukweli ili amwokoe, alikimbilia kwenye kampuni, lakini katibu akamzuia kwa kumwambia kwamba bosi alikuwa amepiga marufuku wageni wote. Nana akiwa ameshangaa, akauliza kama amri hiyo ilimhusu hata yeye. Katibu akathibitisha kwamba ndiyo. Ingawa alijitolea kumpigia Belan simu ili kuomba ruhusa, Nana akiwa amevunjika moyo akaamua kuondoka. Muda mfupi baadaye, msaidizi akamjulisha Belan kwamba mke wake alikuwa amefika, lakini akaondoka akiwa mwenye huzuni. Kisha akamuuliza kama walikuwa wamegombana. Hapo Belan akamweleza kwamba tayari alijua Nana ndiye Daktari X. Kilichokuwa kinamchanganya ni kwamba jina lake lilionekana kwenye orodha ya watu waliokuwa wamehusika katika utengenezaji wa dawa hatari ya Shin. Msaidizi akakataa kuamini kwamba Nana angehusika na jambo hilo. Akamkumbusha kwamba Daktari X ndiye aliyekuwa akifichua hatari za dawa hiyo, hivyo haikuwa na mantiki kusema kwamba pia alishiriki kuitengeneza. Wakati huo Shin akaingia akilalamikia madhara ambayo tuhuma za Daktari X zilikuwa zikisababisha kwa kampuni yake, na kwa kujifanya hana hatia akamuuliza Belan kama tayari alijua mwanasayansi huyo wa ajabu alikuwa nani. Belan naye akaamua kucheza mchezo huo, akamdanganya kwamba bado hakujua, lakini akamtupia mtego kwa kumwambia kwamba alikuwa anajua Daktari X aliwahi kufanya kazi katika kampuni yake ya dawa. Shin akakana jambo hilo na akapendekeza washirikiane ili wamwangamize kabla hajawazamisha wote. Baada ya hayo, Belan akamweleza msaidizi wake kwamba kama kundi la kampuni ya dawa lingegundua kuwa Nana ndiye Daktari X, angekuwa katika hatari kubwa. Mara moja akampigia simu, lakini ghafla wakasikia kilio na simu ikakatika. Kwa hofu kubwa, Belan akakimbia kwenda kumtafuta akidhani jambo baya limemtokea. Kwa bahati nzuri alimkuta salama, naye akamweleza kwamba simu yake ilikuwa imeanguka walipokuwa wakizungumza. Belan hakupoteza muda, akampeleka Nana kwenye sehemu yao ya siri na kumweleza ukweli. Alimwambia kwamba tayari alijua yeye ndiye Daktari X. Mara moja akamuuliza kama aliwahi kusaidia kutengeneza dawa hatari ya Shin, lakini Nana akakana. Kisha akaeleza kwamba alipokuwa akifanya mafunzo katika kampuni hiyo ya dawa, aligundua madhara ya dawa hiyo, na tangu siku hiyo akaanza kukusanya ushahidi kwa sababu kampuni ilificha ukweli ili kulinda mauzo yake. Pia akamweleza kwamba hakumwambia ukweli kwa sababu hakutaka kumweka kwenye hatari, hasa baada ya kugundua kwamba Belan alikuwa mshirika wa Shin. Kwa mshangao wake, Belan akafichua kwamba aliingia kuwa mwanahisa makusudi ili kuichunguza kampuni hiyo kwa siri, kwa sababu alikuwa akishuku kwamba dawa hiyo ndiyo iliyokuwa imezidisha ugonjwa wa Alzheimer wa bibi yake. Baada ya hapo, akamrudisha Nana kwenye nyumba yake na kumwambia kwamba alikuwa amenunua jengo lote na kujenga maabara binafsi ili amalizie utafiti wake bila kuwa katika hatari. Wakati huo huo, binamu yule mwovu akapigiwa simu na watu wake wakimwambia kwamba walikuwa wamepoteza kabisa alipo Nana. Baadaye Belan akaitisha kikao cha wanahisa na kutoa tangazo kubwa. Aliamua kusimamisha uzinduzi wa dawa mpya waliokuwa wanaitengeneza kwa ushirikiano na kampuni ya Shin. Wawekezaji karibu wapate mshtuko kwa sababu uamuzi huo ulimaanisha kupoteza mamilioni, lakini Belan akasimama kidete akisema kwamba walipaswa kuhakikisha kwanza kuwa dawa hiyo ilikuwa salama na haikuwa na madhara yoyote. Pia akaahidi kwamba kama angekuwa amekosea angekabidhi urais wa kampuni. Binamu akaingilia kati akijifanya mwema na akapendekeza apewe wiki 2 kuthibitisha tuhuma zake. Kama angeshindwa, Belan angelazimika kujiuzulu.
Muda mfupi baadaye, msaidizi akiwa anawafuatilia kwa siri, akamwona binamu akikutana na Shin na mara moja akamjulisha Belan. Baada ya kuthibitisha hilo, Belan akampigia Nana na kumweleza kwamba kwa bahati mbaya, binamu yake ndiye aliyekuwa akimpa Shin taarifa zote za siri. Muda si mrefu, Belan akatangaza kwenye mkutano na waandishi wa habari kwamba kampuni yake ilikuwa imesaini makubaliano ya ushirikiano na Daktari X. Shin akaingiwa na hofu na kumpigia binamu simu, lakini binamu akamtuliza akisema kwamba katika kikao kijacho Belan angeondolewa madarakani na kampuni ingebaki mikononi mwao. Ofisini, timu yote ya watafiti wa Belan ikamkabidhi barua ya kujiuzulu kwa pamoja. Belan akaikubali bila kuuliza swali lolote, kana kwamba alikuwa akisubiri hatua inayofuata ya adui yake. Baadaye, wajumbe wa bodi ya wakurugenzi wakamshambulia kwa maneno, wakidai kwamba kutokana na maamuzi yake, thamani ya hisa za kampuni ilikuwa inashuka, lakini Belan akabaki mtulivu na kusikiliza lawama zote bila kujibu. Baadaye binamu akaingia ofisini. Belan akamuuliza alikuwa wapi, na yule mnafiki akadai kwamba alikuwa akiwatuliza wawekezaji. Belan akamwambia kwamba kulikuwa na uvumi kuhusu ukaribu wake na Shin, lakini binamu akajitetea akisema kwamba Shin alikuwa mshirika wao wa biashara tu. Kisha kwa nia ya kumchokoza akamuuliza kama kikao cha bodi kilikuwa kinampa wakati mgumu, lakini Belan akamjibu kwamba jambo pekee lililokuwa likimnyima usingizi lilikuwa maandalizi ya harusi yake. Kwenye kikao kilichofuata, Belan akatangaza kwamba angeondoka kwa siku chache kushughulikia maandalizi ya harusi na kumwachia binamu yake asimamie kampuni kwa muda. Aliporudi kwa Nana, Belan akamweleza kwamba angetumia maandalizi ya harusi kama kifuniko cha kuendelea kuchunguza kampuni ya Shin ili hakuna mtu yeyote ashuku. Ndipo Nana akamwambia kwamba alikuwa na mshangao kwa ajili yake. Kisha akatokea akiwa amevaa gauni la harusi lililomfanya Belan ashindwe kuondoa macho yake kutokana na uzuri wake. Wakati huo huo, watu wa binamu wakamjulisha kwamba hatimaye walikuwa wamegundua mahali ambapo Nana alikuwa amejificha. Binamu akampigia Shin na kumpa habari hiyo, naye bila kusita akaamuru maabara iharibiwe na Nana auawe. Hata hivyo, binamu akaonekana kusita kidogo, kana kwamba dhamiri yake ilianza kumsumbua. Wakati huo huo, Nana akamaliza utafiti wake wa miaka mingi. Hatimaye alikuwa amepata ushahidi uliothibitisha kwamba dawa ya Alzheimer ilikuwa na madhara makubwa. Kwa ushahidi huo, Shin angefungwa gerezani na biashara yake ingefungwa kabisa. Muda mfupi baadaye, binamu akafika kwenye nyumba ya Nana akiwa na watu wake, lakini walikuta hakuna mtu. Kumbe siku chache kabla, msaidizi alikuwa amemwonya Belan kwamba walikuwa wakifuatiliwa. Ndipo Belan akamhamisha Nana kwenye sehemu ambayo hakuna mtu angeweza kufikiria, nyumbani kwa mama yake wa kambo mwenye tamaa. Belan akamwomba amfiche Nana kwa siri hadi baada ya harusi, kwa kisingizio kwamba waandishi wa habari walikuwa wanamsumbua sana, na yule mama akakubali kwa matumaini ya kujipendekeza kwa familia hiyo tajiri. Kwa upande mwingine, Shin alikuwa akitoa mahojiano akitangaza dawa yake, lakini mwandishi wa habari akamwambia kwamba Daktari X alikuwa ametangaza kuwa angeweka hadharani ushahidi wa hatari za dawa hiyo. Shin akajifanya hana wasiwasi na kusema kwamba hizo zilikuwa propaganda za washindani. Lakini mara kamera zilipozimwa, akampigia binamu simu akisema kwamba kwa sababu yake wote wangeishia gerezani. Akiwa amechanganyikiwa, akatoa wazo la kikatili. Akasema kwamba kama kitu kingemtokea Belan, Nana angelazimika kutoka mafichoni na hivyo wangempata kabla hajatoa ushahidi. Ndipo binamu akawatuma watu wake wamteke Belan na wakampeleka kwenye sehemu yao ya siri ya utotoni. Kwa hasira akamtaka amwambie Nana alikuwa amejificha wapi, lakini Belan hakutetereka. Akamwambia kwamba kama alitaka angeweza kumuua, lakini angebeba hatia hiyo maisha yake yote. Mwishowe binamu hakuthubutu kumdhuru, huku Belan akiendelea kumsihi aache kuwa kibaraka wa Shin. Kwa upande mwingine, msaidizi akateleza na kumwambia Nana kwamba Belan alikuwa ametekwa.
Nana akakimbia moja kwa moja kumtafuta Shin, akiwa na uhakika kwamba ndiye aliyekuwa nyuma ya tukio hilo. Wakati huo huo, akiwa mafichoni, Belan akampa binamu yake dau la mwisho ili kumaliza kila kitu. Wakati huo huo, Nana akaingia kwenye ofisi ya Shin akiwa amebeba kifaa cha USB kilichokuwa na utafiti wake wote. Akamtaka amwachie Belan kwa kubadilishana na faili hizo. Shin kwa kiburi akachukua USB hiyo akisherehekea ushindi wake, lakini furaha yake haikudumu kwa muda mrefu kwa sababu polisi wakafika na kumkamata kwa kosa la kuficha taarifa kuhusu dawa zake. Kwa upande mwingine, binamu naye akakamatwa. Hapo ndipo dau lao lilipofichuliwa. Belan alikuwa ameapa kwamba mke wake alimpenda kiasi kwamba akijua ametekwa angejitolea kutoa utafiti wake wote kwa Shin ili kumwokoa. Makubaliano yalikuwa kwamba kama Nana angeonyesha upendo huo, binamu angejisalimisha na kutoa ushahidi dhidi ya Shin. Baada ya wahalifu hao wawili kufungwa gerezani, hali ikatulia na maisha yakarudi kawaida. Nana akarudi kwa furaha kuendelea na mradi wake wa kisayansi chuoni mpaka Belan akatokea na kumkumbusha kwamba muda wa mkataba wao wa ndoa ulikuwa unakaribia kuisha. Kisha akamuuliza angependa kuongeza kwa muda gani, lakini Nana akamjibu kwamba hakungekuwa tena na mikataba yenye tarehe ya mwisho. Safari hii wangetia saini mkataba wa maisha yote, na hivyo ndivyo hadithi hii ilivyofikia mwisho. Kama umeifurahia simulizi hii, usisahau kubonyeza like, kuacha maoni yako na kujisajili kwenye ukurasa huu ili usikose simulizi nyingine zenye kusisimua. Asante kwa kutazama na tutaonana kwenye video ijayo.